بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Sasa kuna hadithi, kuna aya au hadithi inayosema mwanamke au mwanamume atasababisha mmoja wapo aingie motoni kwa sababu ya fulani. Mfano, nimekubali fulani atanioa, nikamwambia nisubiri nasoma. Anasema umri ukaenda, baadaye nikaolewa na mtu mwingine, na yeye asiwe tena. Kuna dhambi baina ya hao watu wawili? Hakuna dhambi, hakuna dhambi. Kwamba alikuwa fulani ametaka kumooa binti fulani, huyu bwana anataka kuoa, akasema anasoma kwanza. Yule mwanamke akaona umri unakwenda na muoaji bado anataka kusoma au anaendelea kusoma, akaamua mwanamke yule kuolewa na mwanamume mwingine. Kuolewa na mwanamume mwingine kani sababu ya huyu mwanamume asioe tena. Je, kuna kosa katika hilo? Kuna dhambi? Hakuna dhambi. Kuolewa kwa yule mwanamke haujaambiwa kwamba wewe usioe. Oa mwanamke mwingine, yameolewa na mwanamume mwingine na wewe oa mwanamke mwingine, basi. Na jambo la kuoa liko baina ya wajibu na baina ya istihbab. Kwa wale ambao wana uwezo hawezi kujizia na haram, ni wajibu wa kuoa. Wale ambao wana uwezo wanaweza kujizia na haram bila fahisha, bado ni mustahabu kwa kuoa. Ama katika sura hii mwanamke alitaka kuolewa, baadaye akaamua basi asiolewe na fulani, akaolewa na fulani, hana dhambi mwanamke wala hana dhambi mwanamume. Awe mwingine na yule ameshaolewa. Ila si vyema tu kwa sababu tu kama hiyo unapandikiza chuki baina ya Waislamu. Kuna sufi mmoja anasema, mnasikia wapi masufi nyemashe? Masufi mnasikia wapi? Mimi nasikia. Mama siwasikii, nyinyi mnasikia wapi? Kuna sufi mmoja anasema mtume ni bora kuliko Qur'an, na mtume yupo hai na anahudhuria kwenye hadhara ya maulidi. Kwa itikadi hiyo anafaa kusalisha. Qur'an ni kalamullah na sifa min sifati Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an ni kalamullah na Qur'an sio khalq, sio makhluq, na hakuna kitu kinacholinganisha na Allah wala sifa ya Allah, na hakuna kitu kinachofikia kama Allah wala kufikia mfano wa sifa ya Allah. Kwa kila siku sifa za Allah ziko juu, sifa za Allah ziko juu kuliko viumbe wote, kwa sababu ni sifa ya Allah. Na hii sifa hii, sifatul kalam, ni sifatu dhatia ikhtiyaria, ni sifa yake Allah tabaraka wa taala iliyoshikamana na Allah subhanahu wa taala, sifa ya kuzungumza. Haiwi sawa kusema maneno haya kwamba eti mtume ni bora kuliko Qur'an. Qur'an ni kalamullah, Qur'an ni kalamullah, na kama kwa Qur'an ni kalamullah ambao ni sifa Allah tabaraka wa taala, inaambatana Allah, na chenye kuambatana na Allah ni bora zaidi kuliko kiumbe ambao akiambatana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kauli yake sio sahihi. Mtume ni makhluq, ni kiumbe. Na mtume yupo hai, masaba amepata dhambi kumzika. Mnasemaje? Kama mtume yupo hai, masahaba wako ndani ya madhambi, wamemzika mtume aliyekuwa yuko hai kwa sababu amemdhulumu, amemzika kiumbe hai. Kama mtume yuko hai, masahaba hawakuwa makini, akili zao hazikuwa sawa, wamechukua mtu hai wakamvika sanda na kumuosha na kumsalia na kumfikia, kwa wameingia katika dhambi ya kuzika kiumbe hai.
ndio wasa sio kwa nakubali tukisema hili wataona tumechukua mipaka zaidi. Maana tukijibu hoja kama hizi watu ndio ile wanakuja juu, wengine mashetani anapanda, wengine analia. Sasa kuna mzee mmoja alilia, alipoambiwa hivi, aliambiwa wewe unasema mtume yuko hai, tujalie hapa Vingunguti kuna maulidi na Buguruni kuna maulidi na Temeke kuna maulidi, akatajwa maeneo kadhaa, akaambwa wote wa watu ikawa wakati ya kiamu mlango wa 4 wote wakasimama kwa wakati mmoja. Sasa mtume anagawika vipi katika maeneo haya? Ataenda huku kipande huku kipande. Tuambie mzee, mtume anatukanwa, mtume anatukanwa. Jibu hoja, si umeleta wewe, ndio umekuja na hoja. Kama yuko hai hebu tueleze anajigawa vipi. Sasa sema ya kujibu hoja, kuna wengine tena wanaangusha kilio, mtume anatukana. Nani anamtukana? Nyinyi mnasema yuko hai ndio mnamtukana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amekufa. Awasema innaka mayitun wa innahum mayitun, wewe ni mayit, takufa kwa maana ndani ya hayaka na mwaina kama mayit. Na vile vile wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum. Aya hii amestadili Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, amestadili hii aya, amejenga aya hii kwa ni msingi wa kufahamu kwamba Waislamu huyu mtume kama alivyosema inna ma ana bashar, inna ma ana bashar ansa kama tansaun, mimi ni mwanadamu, mimi hapa ni mwanadamu. Anaambia masahaba mimi na mambo ya kibinadamu nakuna nasahau kama mnavyosahau, msimkona labda amesifa kusahau, nasahau vile vile. Anaambia masahaba kwa mimi nasifa kusahau kama mnavyosahau, mimi nasahau. Na wale walipokuja hoja washirikina Makkah, mali hadha rasul yakulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq, ana nini mtume huyu, mbona atembea masokoni kununua nyanya, atembea masokoni kununua michele huko, ana nini huyu, halafu anakula? Kwa maana kama vile anajalia kwamba mitume ana sifa nini, ana sifa ya kula, kwa wakajalia ndio hoja. Mtume kweli, mbona anakula, mbona tunakutana sokoni? Si mwanadamu, mwanadamu anakula. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wake, mtume sallallahu alaihi wasallam amezaa watoto, ana watoto wake, mwanadamu kama wanadamu wengine. Kwa kumtoa katika daraja ya ubinadamu kumpeleka katika daraja nyingine kwamba yeye hafi, hii imetoka wapi? Na maana si mwanadamu. Kama mwanadamu anakufa, kullu nafsin dha'iqat al-maut, Allah anasema nafsi zote, hakuna nafsi isiyokuwa kila nafsi inaonja mauti. Sasa hii hoja kutuambia kwamba mtume yuko hai, hii imetoka wapi? Mwingine atakuja kusema kule la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, msiwadhanie wale ambao wamekufa katika njia ya kupigania dini ya Allah kwamba wao ni mayit. Hawa Allah anasema bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, wapo hai kwa Mola wao, wanapata riziki zao, wanapoa riziki zao, ndio muhimili, maana yake ndio hoja yao. Wapo riziki zao, wanakula, wanakunywa, wanasali na wake zao, ndio hivyo. Wakachukua hiyo aya bala hayao inda rabbihim yurzaqun. Sasa wewe kama umeona ndio hivyo, ina maana masahaba hii aya hakuiona mpaka uitakidi kwa mtume kwa hai? Masahaba wameona kabla yako, na uhai uliozungumziwa katika aya ni hayatun barzakhiyan. Hayatu madha? Hii ni uhai nini? Uhai wa kabrini, hakuna anejua isipokuwa Allah. Lakini kutuambia kwamba mtume yuko hai, maana yake anasema yuko hai kabrini kwake kama uhai wa dunia kwake zake yuko nao, mashallah. Unaitakidi hilo masufi? Sio sahihi masha. Uhai wa ndani ya aya ni uhai wa kabrini, uhai ambao hakuna anejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haujafafanuliwa uhai wao ukoje. Na ndio maana katika kabri anapoletwa malaika Munkar na Nakir, wakimweka mayiti wanamuuliza marabuka madi, wanamuuliza masala, alafu hadithi nasema anajibu alikuwa muumini anajibu, na alikuwa kafiri anajibu. Kwa maana ndio uhai huu.
Uhai wa kule ndio uhai wa kile ule wadhifa ndani ya kabri atautekeleza kwa namna ambayo Allah ameupanga wadhifa huo. Atastarehe na atapata neema kwa namna ambayo Allah amempangia, lakini si uhai kwa maana kama uhai wa dunia, hauko hivyo. Ule ni uhai wa ndani ya kabri ambao maiti huko wako na uhai wao kwa makabrini, wako na maisha yao ndani ya makabri, wako na neema au adhabu katika kabri. Lakini kutuambia yuko hai, haya kama uhai huo mnaosema kutokana na hiyo aya, Allah amesema bal ahyaun inda rabbihim, kwa Mola wao, sio duniani tena, huko maisha akhira huko yurzakun huko. Nyongeza zaidi, baada ya kusema yuko hai, tena ziada nyingine, anahudhuria kwenye hadhara ya maulidi, anakuja na kipando gani? Bila kuhudhuria, bila kuja na kipando gani? Kwa sababu vipando vyake Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akipanda navyo katika safari, ima anapanda farasi, anapanda ngamia, anapanda punda. Sasa kazikwa Madina, nyie huku Tanzania, huyu akija anakuja na kipando gani? Labda mtusaidie. Kile kipando anachopanda yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mmesema anahudhuria, hamkusema labda roho yake anahudhuria, anahudhuria mwenyewe. Anakuja na kipando gani? Anakujaje kujaji au anakuja na buraka kama hapo kwenda safari Isra na Miraj? Kwa sababu kutoka Maka adoke Madina mpaka afike Tanzania anakuja na buraka, sio ile buraka ya Kihindi ambayo ina sura mwanamke. Labda mtuambie watengeza buraka yao ile, kuna buraka ile ina sura mwanamke walivyokuwa wana mapenzi na mabanati, mpaka buraka ile sura ya banati, yani mwanamke mzuri kabisa akikuwa na mbawa anaruka. Sasa hii inahitajika hoja za ziada. Wale ambao wanajenga hoja hizi wajue kwa kuna maswali ambayo itakuwa ni magumu kuyajibu, halafu wataona watu kama vile wanauliza maswali ambayo hayana maana, lakini bado inahitajika jawabu. Jalia kwamba sisi hatuna elimu yoyote, ni wajinga, hatujui katika ile. Ama mimi katika hili mjinga mwenzenu sijui, yani hili sijui mimi katika hili mjinga. Kwa hiyo hawa masufi tunauliza hivi, mimi katika hao wajinga sijui, mmoja mnijulishe au mtujulishe sisi katika darasa yetu, mtume huyu anapokuja amezikwa na sanda, kazongwa sanda zile, kwa akija anakuja na zile sanda zake au anakuja na nguo gani? Swala la kwanza hili, kwa sababu mmetengeneza nyinyi hoja. Sio nataka jawabu tu, hana ugomvi na nyinyi, jawabu tu, mujarrad wa jawabu. Alhamdulillah, tufahamisheni kwanza kule kabrini kwake anapokuja huko kwenye hadhara anakuja na nguo zipi? Zile sanda kwa mtume anatembea sanda zake kuja kwenye hadhara za maulidi, alafu anakuja na kipando gani? Na akija nyinyi mnampokeaje? Na akifika mnampa heshima gani? Heshima ni ile kusimama tu, dua ya mtume inajibiwa, basi mpeni nafasi aombee dua. Hii tunaongezea tu, mpeni nafasi aombe dua, yeye ndo awe muombaji wa dua, aombe dua. Dua yake ni makbula. Dua anazoomba Mtume sallallahu alaihi wasallama, da'watu al-anbiya mustajaba. Dua za mitume zinajibiwa. Mujarrad wa kuomba dua inajibiwa hapo hapo. Mna shida ngapi leo nazo? Mna wagonjwa, mna matatizo, mna shida, hela ya ubwabwa wa maulidi ni shida, wengine muombeni, aombe dua, maulidi yawe mepesi, muombeni. Kwa ni hoja ambazo hazijidiki aslan. Ukileta hoja hii umejizonga. Kama waleta hoja hii kwa mtume yuko haya na hudhuria kwenye maulidi, hii umejizonga bila shaka. Na ile kauli ya kusema bihadharatin nabi iko katika hii nayo, bihadharatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha iko katika hii, kwamba hata katika dua zetu zile za swala, baada ya swala ile bihadharatin nabi kwa mtume naye yupo. Lakini maimamu wako saadabu, tunaomba dua mpeni mtume. Ala kulli hal, itikadi batil. Itikadi hii inaungana na itikadi ya Shia ar-Rawafidha, wanaita ar-Raj'a. Kuna itikadi ya Kishia katika Shia, katika usuli Shia kuna itikadi inaitwa ar-Raj'a, itikadi ya maimamu kurejea. Ndio ile Mahdi al-Muntadhir yule ameambiwa kaingia katika Sirdab. Kuna sehemu inaitwa Sirdab, amejizika huko kwenye pango, kajichomeka huko.
atatoka akhiru zaman. Sasa hivi watu wanakufa na shirki, watu sasa hivi wako walevi wamejaa, wenye kuabudia misalaba, wenye kadha kadha. Yeye imamu ambaye tunamsubiri kajificha kwenye sirdabi huko, huyu mahadi wa kishia, lakini sio yule wa ahli sunna. Kwa hiyo huyu amejificha, lakini atarejea. Kwa hiyo itikadi ya raj'a ndio itikadi ya nani? Ya kishia, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hata baadhi walivyokuwa Ali radhiallahu anhu amekufa, si wasema atarejea huyo, hajafa huyo, alimuondoka kama alivyoondoka Musa siku 40 kwenda kuchukua Taurati. Kwa vile haya maulidi yana msingi fulani hivi ya kuasisiwa na Mashia Ubaidia Albatinia, hii itikadi nayo imepandikizwa kwa Mtume yupo hai, anakuja kwenye maulidi. Waislamu turejee katika maandiko, Waislamu tuangalie Qur'an, Waislamu tuangalie Sunna, tupate uhakika wa itikadi zetu. Ama kujenga itikadi kama za batili kiasi ya kwamba watu wanapokuja kuweka sawa itikadi hizi, wengine wanakasirika, wengine wanaona kwamba anadharaulika. Lakini je, ni kweli? Tuseme kidhati, yani wale wenye elimu walizungumze kwa elimu hili, yani kwa elimu, kwa dalili, kweli Mtume yuko hai? Hafu sisi tunazozana hivi, na Allah ametuambia fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Mkizozana katika jambo, rudisheni kwa Allah, rudisheni kwa Mtume. Kwa nini tusifanye maulidi Mtume aje alafu mizozano yetu tumpe Mtume ya Rasulullah? Tunazozana katika kadha kadha kadha, hizo zipungue, furqa ziondoke, khilafu ziondoke. Mtume yuko hai, akija tumpe mizozo yetu. Ya Rasulullah, sisi tuna tofauti baina yetu sisi na watu fulani, tumetofautiana katika jambo kadha wa kadha. Kwa hiyo ya Rasulullah, hemu tupe fatwa juu ya hili jambo. Mamufti wote watakuwa na nafasi, kwa sababu Mtume yuko, hakuna nafasi ya mufti na nafasi, una nafasi kwa sababu Mtume yuko hai. Kwa hili hemu tuache zile hamasa za kiushabiki, tuache ile kwamba watu fulani kadha, mawahabi sijui kadha. Hemu tuache kwanza, tuliangalia hili kwa kina, kwa elimu na kwa akili yenye kutaka kujua. Tuache ule ushabiki ule, akili ambayo nataka mimi sasa nitakuelewa kuanzia leo. Hemu iliangalie hili. Kama Mtume yuko hai, tungekuwa tuko makundi kwa makundi kama hivi mashehe. Tumegawika, huyu kundi lake fujo, mpaka watu wanazaa, mpaka ngumi, pengine mpaka kuuana kwa sababu ya furqa tu, makundi fulani yakubali na kundi fulani, watu mpaka vita. Na sasa Mtume yuko hai, wapi tumekosea? Mtume yuko hai, turejee kwake. Itikadi batil haijuzu kuitaki. Na mamgea hata sani ya nyama, mashindo wanagombania nyama na ubwabwa, geni hata sani ya nyama. Mtu anapooga anatakiwa ajisiri sehemu yake ya siri, au awe bila mavazi, abaki kama vile mnyama. Unaoga, ukioga ukijisiri sawa, sio jisiri sawa, uko peke yako, na kaitwa baitul khala. Uko peke yako, hakuna haja sawa jisiri au kujisiri. Ukijisiri alhamdulillah, sio jisiri kwa vile uko peke yako, hakuna anayeona. Inafaa mtu kukaa chumbani kwake peke yake bila stara au bila mavazi na juzu, hakuna shida. Masihi Dajjal katika alama kiyama, ni hivi hukumu yake akifa tena motoni? Motoni anakuja anadai kwamba ni Rabb, ni motoni. Na ndio maana fitna kama fitna Masihi Dajjal, ambayo fitna yake ni kubwa, huyo ni mtu katika watu wa motoni, ni kafiri, imeandikwa kafara. Mtume amesema hivyo, ameandikwa katika paji la uso kafara, kama yuko kafiri. Ni kafiri motoni, Masihi Dajjal ni kafiri. Ule kusema bid'a inazaa wajukuu, mwaka huu umetengeneza keki ya kilo 100 kwa ajili ya heavy birthday ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtaona mambo hayo, bado itakuja zaidi na zaidi. Keki ya kilo 100 itakuja, keki ya kilo 1000 itakuja huko mbeleni, au ni baadhi. Wengine wanasema kwamba hiyo keki inakatwa, mtakasirika sana. Hatukasiriki, sio kasiriki kwa kula keki wewe, hatukasiriki. Zaidi unaongeza sukari tu mwilini mwako, sio kasiriki. Wewe unakula keki, sio utakula chapati, raha mustarehe. Wewe umekula keki yako, sio utakununua chapati zetu za 100. Hakuna anayekasirika kwa maana umekula keki.
ila tu uandae jawabu. Andaa jawabu ya kumjibu Allah kwa keki yako ulokula ya kilo 100. Andaa jawabu kwa sababu hiyo ni neema. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, naam, lakini thumma la tusalunna yawmaidhin anin naim. Utaulizwa ile keki ulokula siku ile ya kilo 100 ile keki ile ilikuwaje ile. Sasa wewe ndio useme Allah usikasirike ile ilikuwa hivi basi. Useme hivyo kwa walivyokuwa na enjoy baadhi ya watu kwamba msikasirike, si mtakasirika sana. Sasa utakapoulizwa kwa sababu ni neema, kama maswahaba amekula tende, wamegewa kwa za tende na Mtume sallallahu akala, Mtume akamwambia thumma la tusaluna yawmaidin kwa tende, utaulizwa juu ya neema. Wewe umeilika keki kilo 100, limekuja na nini na kilikuwa imebwa nini? Hamjapata habari. Kilo 100 na bebwaje yani kwa sababu keki kilo 100. Hamjasikia aloshuhudia. Ni kilo 100 kweli? Ukubwa wake ikoje? Kama godoro. Kama nini? Allahu musta'an. Allah tuhifadhi masha. Allah tuhifadhi na alhamdulillah bi ni'mati al-islam wa sunnah. Muhimidi Allah kwa kuwa ndani ya Uislamu na kufahamu sunna. Baadhi ya mambo yanafanyika, mimi naamini kwamba watu wanaofanya baadhi ya mambo, naamini wallahi naamini kwamba wanajua kwamba wako katika makosa. Baadhi wanajua kwamba sisi tunakosea. Na wanajua kwamba hii tunaofanya si katika dini. Mimi naamini hivyo. Hususan wale ambao wana elimu waliosoma. Sasa kuna msukumo tu, ni siri yao. Ni kitu gani kinawasukuma kufanya baadhi ya mambo? Kwa sababu mtu mwenye elimu anakuwa anafahamu mambo yake kwa kupitia elimu. Ufanye mambo kupitia jamii ambayo imekuzunguka. Sasa kitu gani hiki kinachowasukuma? Huyu anosukuma huyu ni nani? Hii ni siri yao. Hatuizungumzi kwa sababu hawajaingia katika nafsi zao. Lakini naamini kwamba wako wasomi wanafanya baadhi ya mambo yako kinyume na Uislamu na wanajua kwamba haya hayamo katika Uislamu, na ndio maana wanapoyazungumza ndio itabakia hiyo mtakasirika sana. Sio kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyo ndio hoja. Kwa mtakasirika sio kwamba mtume amesema imekuja katika dini andiko basi inabaki hivyo. Kama vile vibagizo vile mipasho sio anaita dada. Ndio kwa hivyo ala kulli hali tushike Uislamu kama vile Allah alivyotuamrisha. Tukiacha Uislamu tutapotea mashaka. Kama tutaacha Uislamu tutapotea. Je, najuzu kumuuza punda na ukatumia thamani yake? Wameeleza ahli ilmi najuzu katika sala uzaji wa punde, najuzu kwa sababu ana maslaha na manufaa. Wameeleza hivyo, na hii ni tofauti na uzaji wa mbwa. Mbwa imekuja thamani yake ni khabith. Kuuza punde inajuzu, kuuza paka inajuzu. Paka yako nzuri kaja mtu anataka amuzie, anataka anunue na kuuza kwa sababu ni katika tawafun. Tume amesema ni katika wahudumu wa nyumbani, paka inahudumia nyumba. Inajuzu kuuza paka. Hata punda anakimbia. Hata ng'ombe anakimbia. Nakwaje? Sema najuzu sasa akikimbia. Hata mtumwa tunanunua anakimbia wakati mwingine. Hujaona ahkamu za ukimbiaji wa mtumwa. Mtumwa unamnunua anakimbia. Ng'ombe unanunua wengine akimbia. Si shehe kununua mbuzi, hajaye kukimbia mbuzi hapa. Nataka kuchinja mbuzi kakimbia. Haijulikani kimbilia wapi mpaka leo. Sema mpaka tena. Ni upi mfano wa kuyakwepa makadirio kwa muumini? Makadirio hakwepeki akhi. Makadirio hakwepeki. Kilichopo kwamba mja na wakati mwingine anakuja makadirio kisha anachukizwa na yale makadirio. Bila shaka Imam Ibn Qayyim rahimahullah amekusudia kule kutoridhika na kile kilichokadiriwa ukafanya jitihada ya kuenda katika jingine. Kwamba hujaridhika alafu unafanya jitihada ya kukiendea chengine tofauti na kilichokadiriwa, ingawa yote ujanja wako na kukwepa yote ni katika makadirio. Makadirio huna uwezo kukupa makadirio. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.